siku hiyo serikali iliwapeleka vijana kwenye kaburi la matumaini yao. Sensa ya mwaka 2022 inaonyesha kwamba vijana katika nchi hii ni 77%. Maana yake nini? Maana yake ndio kundi ambalo linaweza kuiweka serikali madarakani au kuiondoa serikali madarakani. Kwa hiyo serikali yoyote ya kidemokrasia ingetarajiwa itaweka maslahi ya vijana kama kipaumbele chake namba moja. Serikali ambayo ingeshindwa kutatua changamoto na matatizo ya vijana wangeiwajibisha kwa kuiondoa madarakani kupitia sanduku la kura. Mauaji ya tarehe 29 yalikuwa ni mauaji ya kuua ndoto za vijana kuwa na nguvu kwenye nchi hii ya kuamua hatima yao, kuwa na nguvu kwenye nchi hii ya kuwajibisha serikali yao, kuwa na nguvu kwenye nchi hii ya kuhoji viongozi wao. Sasa ndugu zangu vijana, ndio maana nataka niwaambie leo, huu ni wakati ambao wakiambiwa Watanzania pambaneni kutafuta katiba mpya, mapambano hayo ni mapambano ya vijana. Sawa sawa vijana? Sawa sawa vijana? Kwa sababu serikali ya CCM inatumia sasa risasi, inateka watu, inaua watu ili kuzika uwezo wa watu kuiwajibisha serikali. Na kundi pekee la watu wenye uwezo wa kufanya hivyo kwa sasa hapa nchini ni kundi la nani? Vijana. Vijana ndio ambao wanaweza kuchagua rais. Vijana ndio ambao wanaweza kumuondoa rais. Leo ukiona serikali inakwenda kuua watu ili iamue yenyewe nani ni diwani, nani ni mbunge, nani ni rais, maana yake serikali inachimba kaburi la kuwafukia vijana wa nchi hii. Sasa ndugu zangu, ujumbe wangu kwa vijana siku ya leo, siku ya vijana ni siku ya kutoka kwenye kaburi. Siku ya kutoka wapi? Kaburi la ukosefu wa ajira. Vijana ambao hawana ajira wanatangatanga, wangeweza kuilazimisha serikali ajira iwe kipaumbele chao kama wangekuwa na nguvu ya kuiweka serikali na kuitoa. Kama vijana nguvu yao hiyo imeuawa, hawana uwezo wa kuweka serikali madarakani kwa kura yao, maana yake kundi la vijana linapaswa kuongoza mapambano haya. Na vijana wakiamka leo wakasema tunataka katiba mpya itoke leo hii katiba mpya itatoka. Vijana, mko tayari? Mko tayari vijana? Ujumbe wangu kwa vijana leo, ikiwa tunataka katiba mpya, lazima tupambane, kwa sababu wale wasiotaka katiba mpya wanachimba kaburi la kuwazika vijana. Ukiwaona CCM leo wakitembea mtaani na wale vijana wa UVCCM, kitu pekee wanachowapa ni majeneza mazuri. UVCCM wana majeneza mazuri. Wao ni vijana ambao hawajui hatima yao, lakini wanaendelea kuchekea CCM. CCM haiwapendi hata hao UVCCM. Mimi ni mwalimu, makamu mwenyekiti wa CCM Bara ni mwanafunzi wangu, na ninao UVCCM, na ninao wanafunzi wengi walioko UVCCM ambao nimewafundisha, najua hali zao. Baadaye ya mimi mwalimu wao, kwa leo naweza nikawapigia simu nikawaambia, mwalimu wenu nisaidieni, nina simu za wanafunzi wangu wananipiga mizinga mpaka leo, na wako UVCCM na wajua. Kwa hiyo hao vijana kwa UVCCM, CCM imewatengenezea tu jeneza zuri, lakini vijana wote katika nchi hii wako kwenye kaburi. Mchimbaji wa kaburi hilo ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Vijana amkeni, pambaneni, hakikisheni tunapata katiba mpya. Wale waliouawa tarehe 29
ni vijana. Tukiambiwa kuna watu makaburi yao hayajulikani yalipo, ni vijana. Tukiambiwa kuna watu wanapotea, ni vijana. Na kwa nini? Kwa sababu vijana, huu ndio wakati wa kutafuta future yao. Huu ndio wakati ambao kijana atataka kujitambulisha kama ni mpigania haki. Kama wakati huu unameza na kuua wapigania haki, vijana watakuwa wahanga na pamoja. Ndio maana chama chetu kinataka vijana wote nchini, bila kujali itikadi za vyama vyao, waungane, wasimame pamoja, wapiganie katiba mpya, katiba itakayompa haki